Taqiya ya kisheria, taqiya ambayo kwamba ilikuja katika dini ya Allah, ni ruhusa wala si nguzo, wala sio Uislamu wote uko kwenye taqiya. Taqiya iliyokuja katika dini ya Uislamu ni Mwenyezi Mungu alifungua mlango wa ruhusa, ruhusa ambayo kwamba inatumika kwa wakati maalum, si kila wakati. Kama tulivyoona taqiya mashia inatumika kila mahala, kwa siri, kwa dhahiri. Mtu akiwa na shida, akiwa na amani katika muamalati na katika ibada, la, katika watu wa sunna taqiya inatumika kwa wakati maalum, wakati ambao kwamba amepatwa na dharura kubwa, maji yamezidi unga, amefikishwa ukutani, basi kuna ruhusa ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba alifungua ya kutumia taqiya. Na hii taqiya kwa watu wa sunna haitumiki ila kwa makafiri, wakati ambao kwamba makafiri wamewazidi Waislamu, wakamtia mbaroni Muislamu, wakamtesa, wakamwadhibu, wakamtaka adhihirishe kinyume na anavyoitakidi, akatumia taqiya kwa sababu ya kusalimika. Hapo ndo pahala ambapo kwamba Uislamu uliruhusu jambo la taqiya, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhana, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Familia ya mzee Yasir aliteswa, wazazi wake Ammar ibn Yasir, baba akauliwa, mama akauliwa, Sumayya shahida wa kwanza. Mtume alikuwa anapita sehemu ambayo kwamba wanaadhibiwa, anawaambia sabran sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna, subirini subirini enyi nyumba ya Yasir, mashukio yenu mtashukia peponi. Mwisho wakauliwa wazazi wa Ammar, akauliwa babake Yasir, akauliwa na mamake Sumayya. Abu Jahal alimdunga mkuki, akaaga dunia, mwanamke wa kwanza kufa kwa ajili ya Uislamu. Ammar akaambiwa, hatutowacha kukuadhibu mpaka umtukane Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alifanya nini Ammar? Alikubaliana nao, alimtukana Mtume, na naam, wakamwacha Ammar. Ammar analia, anaelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huku analia. Mtume alipomwona Ammar akamuuliza, kunani ya Ammar? Ammar akamweleza Mtume, ya Rasulullah, nilizidiwa na adhabu, nilizidiwa na mateso, sikuwa na njia ya kusalimika ila ili nilazimu nikutukane ya Rasulullah. Mtume akamuuliza swali, kaifa tajidu qalbaka, vipi moyo wako wakati unanitukana? Naam, ni ulimi, lakini moyo wako ukoje? Ammar akarudi katika moyo wake, akaukagua moyo wake, akampatia Mtume jawabu, akamwambia, ajidu qalbi mutma'innan bil imani. Ya Rasulullah, hayo maneno yalikuwa ni ya ulimini tu, ni maneno niliyatoa tu, lakini wewe imani yako ndani ya moyo wangu, imani yako iko pale pale. Mtume akamwambia, fa in adu faud, wakikushika tena, wakikutesa tena, wakakutaka unitukane, nitukane tena, maadamu roho yako iko na imani. Mwenyezi Mungu akashukisha aya ya kuwafiki msimamo wa Ammar, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Atakubaliwa, ataruhusiwa yule ambaye kwamba atakufuru kwa ulimi, lakini moyo wake uko barabara katika imani. Tizama mahala penye Ammar alitumia taqiya, tizama sehemu ambayo kwamba Ammar alitumia taqiya. Kisha njoo katika dini ya Mashia ujiulize wanaitumia taqiya wapi.
Ndio maana tunasema dini ya Mashia ni dini ya nifaq, ni dini ya urongo. Taqiya yao wanaitumia kama wanafik, wala hawaitumii kama yule mtu ambaye kwamba amepatwa na dharura ya kisheria. Wanafik sifa yao, yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim, wanayoyasema ni tofauti na yale yaliyoko ndani ya nyoyo zao. Hatuwatukani masahaba, tunawapenda masahaba, hatumtukani na Aisha, ni maneno katika ulimi, lakini wanawalaani masahaba katika nyoyo zao.